Yesu asifiwe. Katika siku hii ya leo, Sabato takatifu ambayo Bwana ametujalia kukutana tena katika siku hii ya leo kwa ajili ya kujifunza neno lake na kuangalia haki ya Kristo kwa imani. Somo la leo linasema mwamba uliopigwa jangwani. Mwamba uliopigwa jangwani. Somo letu litakuwa limejengwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 1 hadi wa 6, mmoja kati ya vitabu vilivyoandikwa na Nabii Musa. Kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 1 na wa 6. Biblia takatifu inasema, mkutano wote wa wana wa Israeli ukasafiri kutoka bara ya Sini kwa safari zao, kama Bwana alivyowaagiza. Wakatua Refidimu, napo hapakuwa na maji watu wanywe. Kwa hiyo hao watu wakateta na Musa wakasema, tupe maji tunywe. Musa akawaambia, kwani kuteta na mimi? Mbona mnamjaribu Bwana? Watu wakawa na kiu huko, nao wakamnung'unikia Musa wakisema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Musa akamlilia Bwana akisema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe. Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu ukachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo, uitwae mkononi mwako ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali katika Horebu, nawe utalipiga jabali na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli. Hapa tunaona Musa mtumishi wa Mungu katika safari ya wana wa Israeli, ambapo anawaongoza kwenda katika nchi ya ahadi ambayo Mungu alikuwa amekusudia waweze kufika. Na hapo wanafika katika bara ya Sini, katika jangwa ambalo ni kavu. Wanafika Refidimu. Refidimu ipo Sinai, katika eneo la Horebu ama katika mlima Horebu. Badala ya kuamuru Musa, badala ya Mungu kumwamuru Musa kuinua fimbo na kuita pigo baya kwa wana wa Israeli kama ilivyokuwa kwa Wamisri, Bwana kwa huruma zake aliifanya fimbo kuwa chombo chake cha kufanya kazi kwa ukombozi wao. Umati wa Israeli ulikuwa ukitazama. Waliweza kumwona Musa akipanda kilima huko Refidimu na kusimama kando ya mwamba ama jabali kubwa ama mwamba mkubwa uliokuwa wima, ambao ulikuwa juu ya kilima, na waliweza kumwona akiinua fimbo yake juu na kisha akaupiga ule mwamba. Mwamba uligawanyika vipande viwili. Maji yalianza kutiririka kutoka kwenye mwamba, toka juu ya mwamba hadi chini, na maji yakatelemka hadi mahali ambapo Israeli walikuwa wamepiga kambi ama walikuwa wamepiga hema zao. Daudi akieleza tukio hili katika kitabu cha Zaburi sura ya 78 fungu la 15 na fungu la 16. Nabii Daudi akieleza jambo hili anasema, akapasua miamba jangwani, akawanywesha maji mengi kama maji ya vilindi, akatokeza na vijito gengeni, akatelemsha maji kama mito. Mungu alitelemsha maji kama vilindi na maji kama mito. yalitililika
kutoka juu ya mwamba yakashuka hadi pale ambapo wana wa Israeli walikuwa wamepiga kambi zao, na wana wa Israeli wakakipata kile ambacho walikuwa wakimnung'unikia Bwana na ambacho walikuwa wakimlilia Bwana. Japokuwa ni Musa aliyeupiga mwamba kama vile ambavyo Biblia inaeleza, lakini malaika wa Bwana aliyekuwa pamoja na Israeli ndiye aliyekuwa kando ya Musa na kufanya maji yaliyo hai yatiririke kutoka kwenye ule mwamba ama kwenye jabali. Malaika wa Bwana ni mwana wa Mungu Yesu Kristo kabla ya kuja hapa duniani. Ndiye aliyekuwa malaika aliyewaongoza wana wa Israeli katika safari yao kwenda Kanaani. Aliwaongoza kama malaika wa Bwana, lakini malaika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu Yesu Kristo ama Mikaeli. Mwamba huu ambao Musa aliupiga katika jangwa ama katika bara ya Sini huko Refidimu, mwamba huu upo hadi leo katika Saudi Arabia ama upo katika nchi ya Walabu ama Arabuni, yani Saudi Arabia. Na kutoka kwenye pande zote zilizogawanyika za ule mwamba kuna mifereji mikavu ambayo inaonyesha kuna wakati maji mengi yaliwahi kutoka ama kutililika kutoka katika mwamba huo. Kilima hicho katika Refidimu kina mwinuko wa mita 34 sawa na futi 110, na katika kilele chake kuna mwamba mkubwa unaoinuka kwenda juu kwa mita zingine 15 sawa na futi 50. Kwa urefu wote wa mlima Horebu ama mlima huu pamoja na mwamba, urefu wote wa mlima huu na mwamba ama jabali alilolipiga Musa, mwamba ulio juu yake ni sawa na urefu wa ghorofa ya ngazi 16. Kwa siku za leo, mwamba huu uliogawanyika unaweza kuonekana ukiwa wima kama inavyoweza kuonekana. Unaweza kuonekana ukiwa wima juu ya jangwa lenye sakafu tambalale, na ni ushahidi wa ajabu sana unaodumu na unaobaki kuwepo hadi leo wa kazi kubwa za Mungu ama matendo makuu ya Mungu wetu aliyowahi kuyafanya katika msafara wa wana wa Israeli. Kwa bahati mbaya, serikali ya Saudi Arabia hairuhusu wageni ama watalii katika eneo hilo. Hata hivyo, watu wanaofanya kazi nchini humo wameweza kuingia kwa siri kwenye eneo hilo na kurekodi video ambazo ni ushahidi kwa watu wote wanaweza kuona ama kufuatilia na kuchunguza jambo hili. Lakini jambo la kushangaza zaidi juu ya mwamba huu mkubwa ni kwamba kuna mifereji ama kuna mfereji unaoonyesha ufa ama mpasuko ambao unaonekana kutoka kwenye kilele cha mlima kati ya mgawanyiko, ambao unaonyesha kwamba kuna kiwango kikubwa cha maji kiliwahi kutiririka kutoka juu ya kilima hicho, kutoka kwenye mwamba na kushuka na kutiririka kutoka kwenye mlima, maji yaliyotoka kutoka kwenye mwamba. Na kwa hakika Mungu alitokeza mito ya maji kutoka kwenye mwamba kama linavyosema neno la Mungu katika Zaburi sura ya 78 mstari ule wa 15 na 16. Na kwa hivyo mtu akipanda juu ya kilima hicho anaweza kutembea kati ya mgawanyiko huo ambao Musa alipiga fimbo yake na mwamba ukawa umegawanyika. Mtu anaweza kutembea kati ya mgawanyiko na kuona mfereji uliofunikwa na maji yaliyotoka kwenye mwamba. Mfereji huo una michoro ama michilizi ya maji inayoonyesha kwamba maji yaliwahi kutoka katika ama juu ya mwamba huo. Mfereji huu
unapita pande zote za mlima, kuonyesha ushuhuda wa maji mengi kuwahi kupita katika mwamba huo. Biblia inasema katika Zaburi 78 kama tulivyosoma, maji yalitilika kama mito ya maji. Mifereji ilisonga hadi kwenye kambi ya Israeli walipokuwa wameweka kambi zao ama hema zao. Kwa sasa hakuna maji katika eneo hilo, na hata leo ama kwa siku hizi za leo watu hawajaweka makazi katika eneo hili, na hiyo ni kwa sababu limebaki kuwa jangwa kavu lisilokuwa na maji. Na hizi ni taarifa zinazotoka katika jarida la Update International namba 8 Disemba na Januari 1994, paragrafu yake ni ya 5. Utaweza kufuatilia na kuona ya kwamba eneo hilo halikaliwi na watu kwa sasa, ni kwa sababu limebaki kuwa jangwa lilokavu lisilokuwa na vyanzo vya maji. Mwamba huu hauko kule kunakojulikana ama kule ambako wengi wanadhani ama kunakojulikana kama Sinai Peninsula, kwa sababu ule sio mlima Sinai wa kweli ama sio mlima Sinai halisi. Mlima Horebu na Sinai iko Uarabuni, na ushahidi wa maandiko matakatifu kama unavyoonekana hapo katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 24 hadi wa 25, mlima Sinai na Horebu zinapatikana Arabuni, Saudi Arabia. Kutoka kwenye mwamba uliopigwa huko Horebu ulitililika mkondo wa maji yaliyo hai ambao uliburudisha Israeli katika jangwa. Wakati wa kuzunguka kwao popote walipokuwa na uhitaji, walipewa maji ya ajabu kwa muujiza na rehema za Mungu, maji ambayo yaliweza kutilika kutoka katika mwamba. Maji haya yaliyotoka hayakuendelea kutoka Horebu. Popote katika safari zao walipotanga kando ya kambi ama kando ya kambi ambayo walikuwa wamepiga, mtiririko wa maji uliotoka jangwani ulikuwa ukisherekewa na wana wa Israeli kama sikukuu ama kama sherehe. Desturi zao katika siku zao waliendelea kusherekea tukio hili ambalo lilikuwa ni kutililika kwa maji ama Mungu kuwatokezea maji katika ule mwamba ulio juu ya mlima Horebu. Na hivyo Waisraeli katika sherehe zao waliendelea kufanya kumbukizi ama kumbukumbu ya tukio hili muhimu la kupigwa kwa mwamba jangwani, ambao mwamba huu uliweza kutoa maji katika jangwa, na wana wa Israeli wakaburudishwa nafsi zao zilizokuwa zimechoka kwa maji bora yaliyotoka katika mwamba. Na hivyo Waisraeli waliendelea kusherekea na hata baada ya makazi yao kuwa yamefika katika nchi iliyoahidiwa ya Kanaani, kwa maandamano ya shangwe kubwa sana. Waisraeli walifanya maandamano makubwa sana ambayo ilikuwa ni sherehe kubwa. Ilikuja kuwa sherehe ya kuvutia sana iliyokuwa inafanyika kwenye hafla ya sikukuu ya vibanda, wakati watu kutoka nchi yote walikusanyika huko Yerusalemu. Katika kila siku 7 za karamu ama siku 7 za sherehe, makuhani walitoka na mziki wa kwaya ya Walawi kuchota maji kwenye chombo cha dhahabu kwenye chemichemi ya Siloamu. Walifuatwa na umati mkubwa wa waabuduo, wengi walipokaribia kijito wakinywa maji ya kijito hicho ama wakinywa maji yake. Wakati huo umati ulikuwa ukishangilia kwa furaha. Katika Isaya sura ya 12 mstari wake ni wa 3, Isaya anasema katika Isaya sura yake ni ya 12
fungu lake la 3 anasema, basi kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Basi kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Zilikuwa ni shangwe na furaha, ambapo makuhani walikuwa wamebeba vyombo vya dhahabu na kwenda kuchota maji katika chemichemi ya Siloamu, maji ambayo yalionyesha ishara ya ule mwamba uliopigwa kule Horebu ama Refidimu. Kisha maji yalichotwa na makuhani na kupelekwa hekaluni katikati ya sauti ya tarumbeta na wimbo wa Zaburi ulioimbwa katika Zaburi ya 122 mstari wake ni wa 2. Inasema, miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, Yerusalemu. Huu ulikuwa ni wimbo ambao uliimbwa wakati ambao makuhani wamebeba maji, ambapo walikuwa wakielekea katika hekalu, pamoja na mvumo wa sauti ya tarumbeta na wimbo huo wa Zaburi uliosema, miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, Yerusalemu, katika Zaburi ya 122 mstari wake ni wa 2. Maji yalimiminwa juu ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, huku nyimbo za sifa zikiimbwa. Umati wa watu waliojiunga katika kwaya yenye ala za muziki na sauti ya mvumo wa tarumbeta. Inaelezwa zaidi katika kitabu cha Ellen White, Wazee na Manabii, ukurasa wa 411 hadi 412. Tukio hili tunalisoma pia katika kitabu cha Hesabu, sura yake ni ya 20. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 2, Hesabu sura ya 2 mstari wake ni wa 20, sura ya 20 mstari wa kwanza, fungu la kwanza hadi 12. Biblia inasema yafuatayo, ikieleza kwa upana zaidi tukio hili. Anasema, kisha wana wa Israeli mkutano wote wakaingia bara ya Sini katika mwezi wa kwanza. Watu wakakaa Kadeshi. Miriam akafa huko, akazikwa huko, na hapo hapakuwa na maji kwa ule mkutano. Wakajikusanya juu ya Musa na Haruni. Watu wakashindana na Musa, wakanena wakisema, ingalikuwa heri kama tungelikufa wakati ule ndugu zetu walipokufa mbele za Bwana. Mbona mmewaleta kusanyiko la Bwana hata jangwa hili ili tufe huku, sisi na wanyama wetu? Na mbona mmetupandisha kutoka Misri ili kutuleta hata mahali hapa pabaya? Si mahali pa mbegu wala tini wala zabibu wala mizabibu wala makomamanga, wala hapana maji ya kunywa. Musa na Haruni wakatoka pale palipokuwa na mkutano, wakaenda hata mlangoni pa hema ya kukutania, wakaanguka kifudifudi. Utukufu wa Bwana ukawatokea. Bwana akasema na Musa akinena, twaa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Na hivyo Musa akatoa hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Mstari wa 11 anasema, Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba. Mstari wa 10 anasema, Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, akawaambia, sikizeni sasa enyi waasi, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba,
kwa fimbo yake mara mbili, maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Hapa tunaona tukio hili linaelezwa kwa upana zaidi, ambapo hasira za Musa ziliweza kuwaka juu ya Israeli, na kwa sababu ya hasira Musa alipokasirika aliupiga mwamba mara mbili, na kwa sababu ya kupiga mwamba mara mbili kwa hasira, anasema, je, tuwaletee maji kutoka kwenye mwamba huu? Na hivyo Bwana alimwadhibu kwa kumwambia kwamba hautaweza kuwaingiza wana wa Israeli katika nchi niliyoweza kuahidia. Ni kwa nini basi Musa aliadhibiwa? Nini kilisababisha adhabu hii ya Musa? Kwa nini Musa aliweza kuadhibiwa? Musa aliupiga mwamba mara mbili, na kwa hasira alisema, je, tuwaletee maji kutoka kwenye mwamba huu? Nguvu ya kuleta maji kutoka kwenye mwamba haikuwa kutoka kwa Musa au kutoka kwa Haruni, bali nguvu iliyoyafanya maji kutoka kwenye mwamba ilitoka kwa Mungu. Sasa badala ya Musa na Haruni kumtukuza Bwana katika macho ya watu wana wa Israeli, Musa alijiinua mwenyewe akachukua nafasi ya Mungu. Lakini kuna sababu nyingine zaidi ambayo ilifanya Musa kutoruhusiwa kuwaingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Sasa tukio hili liliwakilisha nini? Tukio hili liliashiria ama lilikuwa linazungumza kuhusu nini? Biblia nzima imejawa na lugha ya alama ama lugha za fumbo ama symbolism language, na Mungu anawakilishwa pia na mwamba. Tunavyosoma katika maandiko, Mungu Baba pia anatajwa kuwa ni mwamba, kwa mujibu wa Kumbukumbu la Torati sura ya 32 mstari wa 4 na Kumbukumbu la Torati 32 fungu la 31. Mungu Baba anatajwa kama mwamba. Lakini mwamba uliopigwa jangwani huko Refidimu ulimwakilisha Kristo Yesu. Kristo Yesu ndiye aliwakilishwa na mwamba uliopigwa huko jangwani, japokuwa Mungu Baba naye ni mwamba, lakini Kristo Yesu pia ni mwamba uliopigwa kule jangwani. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ni ya 10 mstari wa 4 tunasoma, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Wote waliunywea mwamba uliowafuata, mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo wakati Musa alipopiga mwamba kwa hasira akisema, tuwatolee maji kwenye mwamba huu, alikuwa akichukua nafasi ya Kristo mbele ya wana wa Israeli katika kielelezo na katika uhalisia. Kupiga mwamba mara moja uliwakilisha nini, ama iliwakilisha nini kupiga mwamba kwa mara moja? Mwamba ulipopigwa na Musa kwa mara ya kwanza ulimwakilisha Kristo, jiwe lililokataliwa na wajenzi ama waashi, na alipoupiga mara ya pili aliharibu kabisa kielelezo muhimu ambacho Bwana Mungu
alikuwa amekusudia. Kristo Yesu alipaswa kupigwa mara moja tu, kufa mara moja tu, na baada ya hapo awe jiwe kuu la pembeni. Na hivyo Musa aliharibu kielelezo muhimu. Ni moja kati ya sababu ambazo zilisababisha Musa asiendelee kuwaongoza na kuwaingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi ya Kanaani, kwa sababu aliharibu kielelezo muhimu ambacho Mungu alikuwa amekusudia, ambacho kiliwakilisha ya kwamba Kristo Yesu atapigwa ama atakufa, atatolewa mara moja tu. Alama alizoziweka Mungu kwa hakika lazima zibaki kama yeye alivyopanga, kwa sababu ziliwakilisha mpango wa ukombozi. Alama nyingi katika Biblia zilikuwa zikiwakilisha alama, zilibeba masomo ama fundisho la mpango wa ukombozi kwa wanadamu. Mwanadamu kuzibadilisha ama kufanya tofauti na kile ambacho Mungu alielekeza ulikuwa ni ukaidi wa moja kwa moja, na Mungu asingeweza kuacha hilo lipite pasipo adhabu. Mwamba ulipaswa kupigwa mara moja tu, na ungekuwa jiwe kuu la pembeni, kwa mujibu wa Zaburi ya 118 mstari wake ni wa 22. Musa alipopiga mara moja kama Mungu alivyosema, iliwakilisha kupigwa kwa Kristo ama kifo cha Kristo msalabani, jambo ambalo lingetokea mara moja tu. Kristo asingejitoa mara mbili au zaidi, maana hii ingeonyesha Kristo alishindwa kukomboa ulimwengu. Kristo alishindwa kukomboa ulimwengu mara moja, na hivyo ilibidi arudie tena kufa baada ya kushindwa. Na hapa kuna watu ambao kuna wale ambao wanasema ya kwamba Yesu aliwahi kujitoa kabla ya ulimwengu, akafa na akawa kuhani mbinguni, kisha akaja tena kufa duniani. Inaonyesha wazi ya kwamba kafara yake Kristo ya kwanza, kafara ya Kristo ya kwanza ambayo aliweza kuitoa mbinguni, inaonyesha kafara hiyo kutokuwa kamilifu. Na kama ilivyo kwa Musa, wanaamini mwamba ulipigwa mara mbili, na huu ni moja kati ya udanganyifu na kufuru kubwa ambao shetani anaifanya miongoni mwa wale wanaojiita watu wa Mungu, wanaofundisha kuhusu kafara ya Kristo. Kafara ya Kristo ilitolewa mara moja tu katika ukamilifu. Kristo alijitoa mara moja tu, si mara mbili, si mara tatu, si mara tano, ni mara moja tu. Mwamba ulipaswa kupigwa mara moja. Kitabu cha Waebrania sura yake ni ya 9. Waebrania sura ya 9 na mstari wa 25, maandiko matakatifu yanasema 9 mstari wa 5, Biblia inasema, na juu yake, anasema Waebrania sura ya 9 mstari wa 25, wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka, aingiavyo patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kwa hiyo Kristo alipaswa kujitoa mara moja na si mara mbili au mara tatu au mara 4. Kristo alipaswa kutolewa mara moja. Na Waebrania sura ya 10 mstari wa 4 anasema, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Kwa toleo moja. Toleo moja pia inaeleza kwenye kitabu cha Waebrania hiyo sura ya 10
fungu lake ni la 10, ambapo anasema katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kristo alipaswa kufa mara moja tu, ama kupigwa mara moja tu. Na Isaya anasema katika Isaya sura ya 53, Isaya sura yake ni 53 fungu la 4 hadi 6, anasema hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimzania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kristo alipigwa mara moja tu. Kristo ndiye mwamba uliopigwa mara moja, na ndani ya mwamba huo yalitoka maji. Katika kivuli ama katika mfano wa mwamba uliopigwa huko Refidimu, maji yalitoka ndani ya mwamba. Lakini pia katika uhalisia, Kristo alipoangikwa juu ya mti, alipotundikwa msalabani, alipopigwa katika uhalisia, maji yaliyo hai yalitoka ndani yake. Ushahidi huo unaonekana katika kitabu cha Yohana sura ya 19, Yohana Injili sura ya 19 mstari wake ni wa 34. Biblia takatifu inasema, lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki. Askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji, na mara ikatoka damu na maji. Kristo Yesu aliwakilishwa na mwamba huko kale, mwamba uliokuwa juu ya mlima Horebu, uliopigwa na Musa na kutoa maji yaliyo hai. Katika uhalisia, Kristo alipotundikwa msalabani alipigwa. Askari huyu alichukua mkuki na kumchoma ubavuni, na maajabu yaliyotokea ni ya kwamba kutoka ndani ya Kristo Yesu yalitoka maji na damu. Na 35 anasema, naye aliyeona ameshuhudia, na ushuhuda wake ni kweli, naye anajua ya kuwa amesema kweli, ili ninyi nanyi mpate kusadiki. Kwa hiyo kutoka ndani ya Yesu alipopigwa katika uhalisia na si katika mfano, ndani ya Yesu palitoka damu na maji. Maji huwakilisha uzima, huwakilisha uhai, na damu nayo huwakilisha uhai ama uzima, kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo sura ya 9 na mstari wake ni wa 4. Damu huwakilisha uzima na maji huwakilisha uhai. Kwa hiyo kutoka ndani ya mwamba uliopigwa Israeli ama Yerusalemu, Kristo Yesu, kulitoka damu na maji. Kristo alipopigwa katika uhalisia, palitoka damu na maji, ama uzima ulitoka kutoka ndani ya mwamba ambao ni Kristo Yesu. Katika Zaburi ya 62, Zaburi ya 62 mstari ule wa 2 na mstari wa 3, Biblia takatifu inasema, yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Kristo Yesu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu. Kutoka ndani ya Kristo Yesu kulitoka maji ya wokovu, kulitoka maji ya uzima yaliyoweza kukata kiu ya wana wa Israeli, ama wana wa Mungu, ama watoto wa Mungu waliokuwa wapo katika jangwa la dhambi ama jangwa la ukame. Tukio la kupigwa kwa mwamba lilionyesha kupigwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo na kifo chake, ambaye baada
ya kufa aliutoa uhai wake, yani maji. Aliutoa uhai wake kwa ajili yetu tuliokuwa na kiu katika jangwa la mauti, yani dhambi. Kristo Yesu alitupatia uzima kutoka ndani yake. Yesu Kristo ndiye mwamba ambao ndani yake kuna maji ya uzima, kama vile tulivyoona askari alivyomchoma katika ubavu. Na ndani ya Yesu, zingatia kwa makini, kuna jambo la msingi la kuzingatia na la kujifunza katika somo hili la mwamba uliopigwa jangwani, mwamba uliopigwa juu ya msalaba, mwamba uliotoa maji yaliyo hai. Yesu ndiye mwamba ambao ndani yake kuna maji ya uzima. Sikiliza, maji yalitoka kutoka kwenye mwamba. Maji ambayo yalitoka, ama maji yaliyotoka kutoka kwenye mwamba, ni uzima wa Kristo Yesu, uzima wa mwamba, uzima uliotoka ndani ya mwamba. Maji huwakilisha uzima, maji huwakilisha uhai. Hivyo maji yalitoka ndani ya mwamba, ni uzima wa Kristo aliyoutoa kwa ajili ya ulimwengu. Zingatia, ni uzima wake mwenyewe, na uzima huo ni Roho wa Yesu Kristo, ama Roho Mtakatifu, Roho yake mwenyewe. Na hapa Roho wa Kristo siyo mtu mwingine, ama si nafsi nyingine tofauti na Kristo. Ni makosa makubwa kuamini hivyo, kwa sababu tutakoswa kupokea uzima uliotoka ndani ya Kristo. Uzima uliotoka ndani ya Kristo ni uhai wa Kristo, ni uzima wake mwenyewe, ni Roho ya Kristo aliyoitoa kwa ajili yetu. Yesu alisema katika kitabu cha Yohana sura yake ni ya 7, Kristo anatuthibitishia wazi jambo hili katika Yohana sura ya 7 mstari wa 34 na 39. Sikia kwa makini, anasema, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai. Sikia, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Anasema, na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Yesu anaonyesha wazi ya kwamba kila atakayemwamini Yesu Kristo, maji yaliyo hai yatatoka ndani yake, kwa sababu Kristo Yesu aliye mwamba unaotoa maji atakuwa ndani ya huyo mtu, na atakapokuwa ndani ya mtu huyu, basi maji yanayotoka katika mwamba yatatoka ndani ya mtu huyu, maji yaliyo hai. Na andiko lasema ya kwamba maji hayo Yesu alinena katika habari za Roho Mtakatifu. Hivyo basi, hapa tunagundua wazi kabisa ya kwamba Roho Mtakatifu ni maji yaliyo hai yaliyotoka ndani ya mwamba, yaliyotoka ndani ya Kristo Yesu. Ni uzima unaotoka kwa Yesu Kristo, na uzima huo ni uhai wa Yesu. Sikia, ni uhai wa Yesu unaokuwa ndani yetu. Uzima wa Kristo unapokuwa ndani yetu, yani Roho wa Yesu Kristo, ni nafsi ya Yesu Kristo mwenyewe ndiyo inakuwa ndani yetu, kwa kuwa Roho wa Kristo ni uhai wa Yesu, ama uzima uliotoka ndani ya mwamba. Kumbuka, maji yaliyo hai yanatoka ndani ya mwamba, na maji haya Yesu anasema
ni Roho Mtakatifu. Maana yake ni uzima wa Kristo, uhai wa Kristo unakuwa ndani yetu, na hivyo tunapokea nafsi ya Kristo mwenyewe ndani yetu. Kristo Yesu anakuwa hai ndani yetu. Na Yesu, na katika Wagalatia sura ya 4 mstari wa 6, Biblia takatifu inasema, Paulo akiandika walaka kwa Wagalatia, walaka wa Galatia sura ya 4 mstari wa 6 anasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yani Baba. Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu. Aliyetumwa, Roho Mtakatifu aliyetumwa ni Roho wa mwana wa Mungu Yesu Kristo, ambao ni maji yaliyo hai yaliyotoka ndani ya Kristo. Ni uzima wa Kristo Yesu mwenyewe. Huwezi ukamtenganisha Yesu Kristo na uzima wake mwenyewe. Na ndio maana Paulo akiandika walaka kwa Wakorinto, walaka wa pili wa Korinto sura ya 3 mstari wake ni wa 17, Biblia takatifu inasema, basi Bwana ndiye Roho. Bwana ndiye Roho, na Bwana huyu ni Bwana mmoja tu katika Agano Jipya. Kwa maana Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 36, Kristo Yesu ndiye alifanywa kuwa Bwana na Kristo. Na kwa mujibu wa Efeso sura ya 4 na ule mstari wake ni wa 4 na wa 5, anasema Bwana mmoja. Na Wakorinto wa kwanza sura ya 8 mstari wa 6 anasema kwetu sisi Mungu ni moja tu, lakini anaendelea anasema na yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo. Kwa hiyo Bwana huyu anayezungumzwa hapa, ambaye ndiye Roho, ni Yesu Kristo, kwa kuwa uzima wa Yesu Kristo ni uhai wa Yesu Kristo, na hivyo hatuwezi kamwe kutenganisha uzima wa Yesu Kristo na Yesu Kristo mwenyewe. Uzima wa Yesu Kristo ni uhai wa Yesu na ni nafsi ya Yesu Kristo yeye mwenyewe. Sikiliza, unapofahamu ya kuwa Roho Mtakatifu ni uzima unaotoka kwa Kristo, ni uzima unaotoka ndani ya Yesu Kristo, ni wazi ya kwamba utakubali kuupokea uzima wake mwenyewe, uhai wa Yesu Kristo mwenyewe, yani Roho yake mwenyewe, yani uzima ulio ndani yake. Utakuwa umekubali kupokea kila kitu kutoka kwa Yesu. Kupokea uzima wa Yesu Kristo, kupokea uhai wa Yesu, ni kupokea nafsi ya Kristo, ni kupokea kila kitu kutoka kwa Kristo. Hii inamaanisha nini? Sikiliza, kupokea uzima wa Yesu Kristo, yani Roho wake Yesu Kristo, ni kuipokea tabia halisi ya Kristo. Sikiliza kwa makini, ni kuipokea tabia ya Kristo halisi, tabia yake Yesu Kristo. Ndio maana nikasema ni kupokea kila kitu alicho nacho Yesu Kristo, tabia yake Kristo. Kila kitu kutoka kwa Yesu kinakuwa ndani yako, kwa sababu amekupatia uhai wake ama uzima wake. Hii inamaanisha kwamba Roho ya Yesu, yani uzima wa Yesu ama Roho Mtakatifu, uzima wake utakuwa ndio uzima ama uhai wako wewe. Uhai wa Kristo, uzima wa Kristo ndio utakuwa uhai wako. Tabia na hisia, sikiliza, tabia na hisia na mawazo ya Yesu vitakuwa ndani yako. Pia atarithisha tabia yake ndani yako. Kumbuka maandiko yanasema Kristo hakufanya dhambi. Kristo alikuwa ni mtakatifu. Halikuonekana wala doa la dhambi ndani yake. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu.
Kristo hakuwa na dhambi, na Kristo alishinda, na Kristo alishinda dhambi, anao ushindi dhidi ya dhambi. Sasa tabia ya Kristo ya utakatifu itakuwa ndani yako kwa kupokea roho wa Kristo ama uzima wa Kristo ambao ni uhai wake mwenyewe. Kwa hiyo utapokea tabia ya Kristo, mawazo ya Kristo, hisia za Kristo, maamuzi ya Kristo, hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, na kila kitu kutoka kwa Kristo kitakuwa ndani yako. Hii ndiyo maana halisi ya kupokea Roho Mtakatifu, uzima wa Kristo mwenyewe kuwa ndani yako. Kwa mfano, natamani tuelewane zaidi katika kipengele hiki. Mfano halisi ni huu, ya kwamba kama mtu akikupatia roho yake, yani chukulia mtu akakupa roho yake au uzima wake, maana yake nini? Atakuwa amekupatia tabia yake moja kwa moja. Mtu akitoa uhai wake akakupa wewe, uhai wa mtu ndiyo kila kitu alichonacho mtu. Uzima wa mtu ndicho kila kitu alichonacho mtu. Kwa hiyo mtu akikupa uzima wake ama uhai wake, maana yake amekupa tabia yake yeye. Kwa lugha nyingine, atakuwa amekupatia yeye mwenyewe. Hivyo ni yeye mwenyewe atakayekuwa ndani yako. Mawazo yake yanakuwa, yani tabia yake inakuwa tabia yako, mawazo yake yanakuwa mawazo yako, hisia zake zinakuwa hisia zako, maamuzi yake yanakuwa maamuzi yako, na ufahamu wake unakuwa ndio ufahamu wako, na kumbukumbu zake, akili yake inakuwa ndio akili yako. Maana yake amekupa maisha yake yakawa ndani yako. Kwa hivyo badala ya wewe, anakuwa ni yeye akiwa ndani yako, kwa sababu amekupa maisha yake, amekupa uzima wake, amekupa uhai wake. Ndivyo ilivyo unapopokea uzima wa Kristo. Tunapopokea uzima wa Kristo, Kristo Yesu, unakuwa sio wewe tena. Unapopokea uhai wa Kristo, uzima wa Yesu, unakuwa si wewe tena, bali ni Kristo ndiye anakuwa hai ndani yako. Na Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2 na mstari ule wa 20, Biblia inasema unakuwa si wewe, bali anakuwa ni Kristo Yesu ndani yako. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 2 anasema, mstari wa Galatia sura ya 4 mstari wa 20, Biblia takatifu inasema, Wagalatia sura ya 2, Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20, Biblia inatuambia, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Sikiliza, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Kristo yu hai ndani yangu. Anasema, na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Haleluya. Kwa hiyo ni Kristo Yesu anakuwa ndani yangu na uhai, na pointi ya msingi anasema, na uhai nilionao sasa katika mwili wangu ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Uzima huo wa Yesu Kristo, sharti la kupokea uzima wa Yesu,
uhai wa Yesu, uhai ambao unabeba tabia ya Kristo. Sharti la kupokea uzima huu ni kupitia imani ya mwana wa Mungu Yesu Kristo. Na kila mara tunasisitiza jambo hili, imani ya Yesu, kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na alikufa na kufufuka kwa ajili yetu, ndiyo msingi wa Injili, ndiyo msingi na mzizi, core issue ya uzima wa milele, ndiyo msingi wa ukombozi. Imani ya Yesu, kumkubali Kristo mwana wa Mungu, kukubali na kukiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ndipo Paulo anasema uhai huo alionao, ambao ni uhai wa Yesu Kristo, ameupata kutokana na imani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, aliyejitoa nafsi yake kwa sababu alitupenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo si wewe tena, sikiliza, si wewe tena, si mimi tena, bali ni Kristo Yesu yu hai ndani yangu. Ninapomwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, ninapoamini na kukiri na kukubali ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ndipo uhai wa Kristo Yesu unaingia ndani yangu. Njia pekee ya kupokea uzima wa Kristo, maji yaliyo hai yaliyotoka ndani ya mwamba Kristo Yesu, ni kwa imani, kumwamini, kumkubali Kristo Yesu kama mwana wa Mungu na mkombozi wa maisha yetu. Hoja na madai yanayoharibu wana wa Kristo Yesu ni hoja potofu na ni hoja za kukemewa na kukataliwa hadharani. Ni hoja za kupingwa na kukataliwa, hoja ambazo kwa namna yoyote zinapinga uwana wa Kristo, ikiwemo fundisho la Utatu Mtakatifu linalopinga wazi ya kwamba Kristo Yesu mwana wa Mungu hajazaliwa kutokana na Mungu. Ni hoja zinazopotosha ukweli wa uzima milele. Hoja yoyote inayopinga imani ya Yesu, inayopinga kuzaliwa kwa Kristo na Mungu, inayomkataa mwana wa Mungu Yesu Kristo, ni hoja za kupingwa waziwazi na Wakristo wote, kwa sababu ndizo hoja ambazo shetani amezitumia kwa karne nyingi kuharibu msingi wa Injili, kupoteza uhai wa Kristo, kupoteza uzima wa milele unaopaswa kuwa ndani yetu, unaopaswa kututakasa, unaopaswa kutufanya kuwa wana na binti za Mungu. Kristo Yesu ni mwana wa Mungu wa milele, aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu tuliopotea. Hii pia inamaanisha ya kuwa unapopokea uzima wa Yesu Kristo, unakuwa unashiriki ama unakuwa mshirika wa tabia ya uungu, ambayo ni tabia ya upendo na utakatifu. Katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 1 na mstari wake ni 4, anasema ya kwamba tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kwa hiyo tunapopokea uzima wa Kristo, tunapokea tabia halisi ya uungu ambayo ni upendo, kwa sababu maandiko yanasema Mungu ni upendo. Tabia ya Mungu ni upendo. Unapopokea tabia ya upendo, unakuwa umepokea hali ya kuishinda dhambi. Unapokea tabia ya Mungu ambayo inabebwa na amri za Mungu, ama inatangazwa na amri za Mungu zinazoonyesha upendo kwa Mungu na upendo kwa wanadamu. Kwa hiyo unapopokea Kristo Yesu ama uzima wa Kristo Yesu, unapoingia ndani yako, unakuwa umeipokea tabia ya Mungu, na hivyo hauwi chini ya sheria tena, bali umekuwa chini ya neema ya Kristo na umekombolewa kwa neema ya Yesu.
hauhitaji kuongozwa na amri za Mungu ama sheria za Mungu ziwe mwongozo wako katika maisha, bali amri za Mungu zinakuwepo kukuelekeza kwa Kristo. Na kwa sababu Kristo yu hai, anapokuwa hai ndani yako, hauwi chini ya amri, chini ya sheria, chini ya torati, bali umekuwa huru na umepokea tabia ya Kristo inayokusababisha ama inayokufanya uzitimize amri na sheria za Mungu. Amri za Mungu huwezi kuzitimiza kwa akili zako mwenyewe, bali amri za Mungu utazitimiza, utaweza kuzifanya kwa sababu ya kupokea tabia ya Kristo, ambaye alikuwa mwenye haki, alikuwa mtakatifu, kama anavyosema, mtakuwa watakatifu kama mimi Bwana nilivyo mtakatifu. Kwa tunapokea tabia ya Kristo, tunakuwa watakatifu, na hivyo hatui chini ya sheria tena, kwa sababu tabia ya Kristo ambayo inahubiriwa na amri za Mungu inakuwa ndani yetu. Ndio maana kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 14 na fungu la 12 anasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao washikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kwa hiyo amri za Mungu zinaenda sambamba ama moja kwa moja na imani ya Yesu. Huwezi kutimiza amri za Mungu, huwezi kushika, huwezi kuzitenda amri za Mungu pasipo kupokea tabia ya Kristo, pasipo kupokea uzima wa Kristo ambao unapatikana katika imani ya Yesu, imani ya mwana wa Mungu Yesu Kristo. Na hivyo basi, kama maji yalivyotoka mwambani, kama maji yalivyotoka katika mwamba uliopigwa na Musa jangwani, na kama maji yaliyotoka ndani ya mwili wa Yesu Kristo pale msalabani, yani ndani ya Kristo Yesu, ndivyo hivyo maji yaliyo hai yatatoka ndani ya kila mtu anayemwamini Kristo Yesu. Maji yaliyo hai yatatoka ndani ya kila mtu anayemwamini Kristo Yesu kuwa ni mwana wa Mungu, kwa sababu ule mwamba utoao maji, mwamba uliopigwa, mwamba uliochomwa mkuki unaotoa maji yaliyo hai, unakaa ndani yake, kama ilivyosema kitabu cha Yohana sura ya 7 mstari wa 38 na 39. Biblia ilivyotuambia, anasema katika Yohana sura yake ni ya 7 mstari wa 38 na 39, ambapo maandiko yalituambia kwamba aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale waaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja bado, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Na katika Yohana sura ya 4 mstari wa 14, Biblia inasema, wakati Yesu akizungumza na mwanamke Msamaria, anasema katika Yohana sura ya 4 mstari wa 14, Biblia inasema, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Maji utakayopewa na Yesu Kristo, uzima wake Yesu Kristo, utabubujikia uzima wa milele. Mauti itaondoka ndani yako, dhambi itakoma katika maisha yako, dhambi itaisha, kwa sababu umepokea Kristo Yesu, tabia Yesu Kristo, uzima wa Yesu Kristo, maisha Yesu Kristo. Kristo Yesu anapokupa uzima wake,
ama roho wake anakupa tabia yake, anakupa nafsi yake mwenyewe, anakuwa hai ndani yako, anaishi kuwa hai ndani yako. Mwamba ulio imara, tunapaswa kuamini na kukubali. Tunapaswa na kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Wito kwako ndugu yangu ambaye unasikiliza na kufuatilia somo hili ni ya kwamba Kristo Yesu ndiye mwamba uliopigwa jangwani, ndiye mwamba uliopigwa juu ya msalaba, ndiye aliyechomwa na mkuki, na ndani yake palitoka maji yaliyo hai. Na hivyo Yesu anatoa wito akisema, kila aniaminie mimi, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Tunapaswa kumwamini kama vile Paulo anavyosema katika kitabu cha Galatia ile sura ya 2 mstari wa 20 ya kwamba tunamwamini Yesu Kristo, imani ya mwana wa Mungu. Unapaswa kumkubali, kumkiri na kumpokea mwana wa Mungu Yesu Kristo. Epukana, kataa, pinga hoja na mawazo ambayo yanaletwa na wanadamu kumpinga Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu, kwa sababu imani ya Yesu ndiyo imebeba uzima wa milele. Imani ya Yesu ndiye imebeba ushindi dhidi ya dhambi. Dhambi inayokusumbua, maisha ya uharibifu, maisha ya uovu yanayokutesa, huwezi kuyashinda ila kwa imani ya Yesu. Tunapaswa kumkubali na kumwamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu, na ya kwamba aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Alipigwa, mwamba ulipigwa ili sisi tupate kupona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mungu na kubariki unapofanya maamuzi haya, na tunaweza kuomba kwa pamoja. Mahali ulipo tutaomba kwa pamoja. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu umetupa mwamba ulio hai, ambao ndani yake maji yaliyo hai yalitoka kwa wingi kwa ajili yangu na kwa ajili ya kila mmoja anayesikiliza ujumbe huu. Ninakusihi, kwa kuwa mioyo yetu imemkubali Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu, usitupite Mwokozi wetu Yesu Kristo. Timiza ahadi yako ambayo umeisema ya kwamba kila akuaminie wewe, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Ninakusihi, mahali popote mtu yoyote anaposikiliza ujumbe huu, aliyepiga magoti kukubali na kukiri, aliyejitoa mbele zako na kukuamini ya kwamba wewe Kristo Yesu ndiye mwana wa Mungu aliye hai, na ya kwamba ulikufa, ulipigwa ili sisi tupate kupona. Ninakusihi, maji yaliyo hai yakabubujike ndani yake, maji yaliyo hai yakatoke ndani yetu. Uzima wako Yesu Kristo ukakae ndani yetu, katufanye kuwa hai, katufufue, kwa kuwa wewe Yesu Kristo ndiwe roho unayefufua kutoka mautini. Tupatie tabia yako, tupatie uzima wako, tupatie maisha yako, tupatie ushindi dhidi ya dhambi, tupatie uzima wa milele. Tuhakikishie kuwa wana na binti za Mungu. Ni ombi letu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi.
safi na dhambi, hunifanya mshindi. Kwa kazi zote pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kudhii, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kudhii, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Sina cha mkononi, naja msalabani, nilitubu nivike, ni mnyonge nishike, nilimchafu naja, nioshe nisijafaa. Sina